Kana na operation maalum zinazofanywa na Marekani dhidi ya Yemen, gazeti la New York Times la nchini Marekani limeandika kwamba Marekani daima haitoweza kuishinda Yemen na kundi hilo la wapiganaji wa Kihouthi. Wakati Marekani ikizidi kuongeza nguvu kwa ajili ya mapambano dhidi ya kundi la wapiganaji wa Kihouthi huko nchini Yemen, lakini makala iliyoandikwa na gazeti la New York Times kutokana na utafiti wao wanadai kwamba Marekani haitoweza kutoa pigo kwa Yemen katika mashambulizi yake dhidi ya nchi hiyo ya Kiarabu. New York Times imetathmini kuwa operation za kijeshi za Marekani dhidi ya harakati ya Ansarullah ya Yemen haziwezi kuisambaratisha harakati hiyo na kutoa pigo kwa Yemen, na hivyo kuondoa tishio kwa meli zenye mfungamano na utawala wa Israel katika Bahari Nyekundu. Gazeti hilo limeandika kuwa wachambuzi wa masuala ya Asia Magharibi waliohojiwa na gazeti hilo wanaamini kuwa wana mapambano na wanaharakati wa Kihouthi ambao gazeti hilo limewataja kuwa ni wapiganaji wa Ansarullah wa Yemen wamedhihirisha uwezo wao wa kuendesha mapigano mkabala wa nguvu za kijeshi zinazoonekana kuwa bora zaidi, yani Marekani, na kama wanavyodai wanasiasa wa Kimagharibi, wapiganaji hao wa Kihouthi wanaitegemea Iran, lakini kimsingi wapiganaji hao wanatengeneza silaha zao wenyewe, kama ambavyo Iran imesema kwamba haihusiki na utoaji wa silaha kwa kundi hilo la Wahouthi. Kadhalika, New York Times imeendelea kuandika kwamba Jack Kennedy, mkuu wa kitengo cha masuala ya dharura cha Mashariki ya Kati na Kaskazini mwa Afrika katika kampuni ya S&P Global Market Intelligence, amesema operesheni moja ya kijeshi, hasa operation ya mashambulizi ya anga, haitoshi kutoa pigo la kudumu kwa wapiganaji wa Kihouthi wa nchini Yemen na kusimamisha kabisa mashambulizi yao. Kadhalika, gazeti hilo limeandika kwa kusema kwamba makampuni makubwa zaidi ya meli duniani yameepuka kupitisha meli zao katika Bahari Nyekundu na sasa analazimika kutumia njia ya muda mrefu kuzunguka bara la Afrika, wakihofia mashambulizi ya harakati hizo za Wahouthi. Lakini kuongezeka kwa mivutano huko Asia Magharibi kulikosababishwa na mashambulizi na vita vya Israel dhidi ya Gaza mnamo mwezi Oktoba mwaka 2023. Wapiganaji wa Kihouthi, ama kwa jina lingine wanaofahamika kama Ansarullah, wamekuwa wakishambulia meli zinazoelekea Israel katika Bahari Nyekundu ili kuunga mkono wananchi wa Palestina dhidi ya mashambulizi ya Israel ambayo yanafanyika huko katika ukanda wa Gaza. Hata hivyo, wachambuzi mbalimbali wa kijeshi wanasema kwamba miaka mingi iliyopita kundi hilo la wapiganaji wa Kihouthi wamejipatia umaarufu katika eneo la Mashariki ya Kati kutokana na mashambulizi yao ambayo yalikuwa na athari chanya, lakini pia ni kutokana na ukweli kwamba hawakukutana na ghadhabu ambayo ingeweza kusababisha kushindwa kwao. Ikumbukwe kundi hili la wapiganaji wa Kihouthi waliwahi kupambana na serikali ya Yemen na hatimaye kuiangusha, na hadi wakati huu kundi hilo la wapiganaji wa Kihouthi linamiliki karibia robo tatu ya taifa hilo la Yemen. Ni eneo dogo tu ambalo limesalia ambalo lipo chini ya mamlaka ya serikali, na baadhi ya mataifa kama vile Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu walijaribu wakishirikiana na Marekani na mataifa mengine ulimwenguni, lakini hawakuweza kupambana na kulishinda kundi hilo. Kadhalika, hata katika kipindi ambacho kundi hilo liliamua kufanya mashambulizi katika kuwatetea wa Palestina katika ukanda wa Gaza, ni wakati ambapo Marekani na Uingereza ziliamua kuingilia kati hadi pale kundi hilo lilipoamua kuachana na mashambulizi katika Israel baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoanza mnamo mwezi Januari, lakini wamekuja kuanzisha tena mashambulizi makubwa dhidi ya Israel, huku pia wakishambulia meli za kivita za Marekani na kudungua makombora yao pamoja na ndege zao zisizokuwa na marubani ambazo zimekuwa zikishambulia mara kadhaa katika taifa hilo la Yemen. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.